Makamu mkuu wa chuo cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili MUHAS, Profesa Polnari Kamuhabwa amesema ujenzi wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya uchumi HIT ndaki ya tiba unaotekelezwa katika kampasi ya Mloganzila umefikia 50% kukamilika kwake. Akitoa taarifa ya maendeleo ya mradi huo mbele ya vyombo vya habari, Profesa Kamuhabwa amebainisha kuwa kukamilika kwa mradi huo kutawezesha kupunguza changamoto ya uhaba wa miundombinu ya kuzalisha wataalamu bobezi kwenye sekta ya afya. Na mradi huu umegawanyika mara mbili. Kwa hiyo tuna dola za Marekani milioni 30.5 kwa ajili ya ujenzi ndaki ya tiba hapa Mloganzila, lakini tuna dola milioni 30 kwa ajili ya ujenzi wa kampasi mpya mkoani pale Ujiji mkoani Kigoma. Kwa hapa kama unavyoona tulivyokaa hapa, tayari tumeshawapitisha kwenye majengo yote ya ndaki ya tiba. Tumeona madarasa, tumeona maabara, tumeona nyumba za utawala, tehama na maktaba. Tumeona kuna sehemu ya cafeteria, lakini tumeona hosteli za wanafunzi. Kwa hiyo niseme kama nilivyosema, huu mradi tumeanza kujenga mwezi wa 12 mwaka jana 2024 na tunatarajia miundombinu itakamilika mwezi wa 6 mwaka kesho 2026. Profesa Kamuhabwa ametaja baadhi ya faida zitokanazo na mradi huo kuwa ni pamoja na uendeshaji wa tafiti mbalimbali za kisayansi, ikiwemo tafiti za magonjwa ya mlipuko kama Ebola katika mikoa ya ukanda wa magharibi. Tutaweza kuongeza udahili wa wanafunzi, na maana yake ni kwamba tutaongeza wataalamu wa afya hapa nchini. Lakini vile vile tuna tafiti zinafanyika, lakini vile vile tumesomesha wanataaluma. Tumesomesha wanataaluma 33 tayari, wanasoma uzamili pamoja na uzamivu. Kwa hiyo hawa wakirudi, tuna imani tafiti vile vile zitaongezeka. Kwa hiyo tutaongeza fursa za masomo kwa vijana wanataka kusoma masomo ya afya, lakini vile vile tutazalisha wataalamu wabobezi wa kuhudumia Tanzania. Kwa ina maana hata huduma za afya zitaweza kuboreka sana. Pamoja na mambo mengine, Profesa Kamuhabwa pia ameishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa maono ya kuanzishwa kwa mradi huo muhimu kwa taifa. Kwa ile yetu sisi, kwanza ni shukrani kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa ufadhili huu ambao umetuwezesha kujenga miundombinu hii. Lakini tunashukuru vile vile Wizara ya Elimu ambayo ni msimamizi wa sisi chuo kikuu. Baadhi ya wakazi wa eneo la Mloganzila wamesema kukamilika kwa mradi huo kutawaletea fursa nyingi, ikiwemo ajira na biashara, hali itakayochagiza kuimarika kwa uchumi wao. Tunashukuru huu mradi umefanikisha kuwapa vijana wetu ajira ya kutosha. Asilimia kubwa tulikaa nao vikao na tukakubaliana jambo la kwanza tutawa Mloganzila uhakikishe vijana wote wanapata ajira. Sisi kama wananchi wa maeneo haya tunasema asante sana, kwa sababu limekwenda kunyanyua eneo hili kiuchumi. Watoto watapata ajira, lakini bado sisi kama wanawake tutapata kazi hapa pia. Ujenzi wa mradi wa HIT katika kampasi ya Mloganzila, ikiwemo mradi wa kampasi mpya inayojengwa mkoani Kigoma, inaelezwa kuwa miongoni mwa miradi mikubwa inayotekelezwa na serikali kupitia fedha za mkopo wa masharti nafuu, na unatarajiwa kukamilika Juni 2026.